Leo nitamzungumzia huyu ndege ambaye anaitwa kunguru. Na imani kunguru unamfahamu, sio mara ya kwanza kabisa kumfahamu kunguru. Nataka nimzungumzie kilo kunguru anaashiria ishara gani endapo utakuwa unamuona katika mazingira yako. Kama ni mara yako ya kwanza unanitembelea, hakikisha unabonyeza alama ya neno subscribe, lakini pia una like, una comment, una share kwa watu wengine. Kwanza kabisa kitu ambacho nataka nikwambie kwamba hakuna ndege mbaya, bali ndege anaanza ubaya endapo atatumiwa vibaya, kama mfano bundi anavyotumiwa vibaya ama hata muonekano wake wakati mwingine. Lakini pia kunguru, jinsi ambavyo anaonekana, lakini jinsi watu wanavyomtumia vibaya, ndipo ambapo ubaya wa ndege fulani unaanzia hapo. Kingine, angalizo, sio kila ndege kama umeambiwa ni mbaya na ashiria ubaya. Wakati mwingine anaweza akawa anakuja kwenye mazingira yako kwa sababu kuna makazi ama kwenye mazingira yako kuna chakula fulani ambacho anapenda. Kwa hiyo naomba uzingatie hilo kabla ya kwanza kusikiliza maelezo ambayo ninakueleza ama maelekezo ambayo ninakupa hapa. Ni kweli kabisa kunguru anatumika vibaya mno. Kwa hiyo kwenye mazingira yako kwanza angalia, je, mazingira yako umewakuta hao ndege? Kama umewakuta, pengine kuna vyakula ama kuna makazi yao wao. Kwa hiyo kama hautowahitaji, basi jitahidi kumsoma kunguru anataka vitu gani hataki, makazi yake huwa yanakuaje. Kwa hiyo jifunze kuhusu kunguru, na kama kwenye mji wako kuna vitu vyote vinavyoashiria yeye apende, vitoeshe kabisa kwenye nyumba yako. Utaona kabisa kwamba wametoweka na hawaji kabisa tena katika eneo lako. Na kama umeshafanya uchunguzi wako, umeona hivyo vitu vyote havipo, lakini kuna namna fulani, labda kuna huyo kunguru mmoja unamuona hivi na yani haumwelewi, yani unapomwona wewe mwenyewe unajua kitu kibaya unapokiona, kuna namna fulani unajihisi ndani yako. Yani kama ni ndege mzuri, kuna namna fulani utasikia, kwa sababu ndani yako una roho. Kwa hiyo unaweza kuhisi kitu kizuri ama kitu kibaya. Ndio maana unaweza ukaenda sehemu ukaona kabisa ile eneo sio zuri, ama huyu mtu nimekutana naye sio mzuri. Kwa hiyo angalia hisia zako pia za ndani. Kama hisia zako za ndani zinaonyesha kabisa huyu kunguru ama kunguru wanaokuja kwangu sio wema, basi fanya namna ya kutakasa nyumba yako, yani kumwagia maji ya chumvi. Kama utafanya vitu hivyo, kumwagia maji ya chumvi, labda kuweka chumvi kwenye kona za nyumba yako, na niwe kufanya kitu chochote kile ambacho kinaweza kupelekea kuondosha ile nishati mbaya kwenye nyumba yako kiujumla, basi hautowaona tena. Lakini kama kawaida unaweza ukaona tu, unaendelea kuona mara kwa mara. Mara nyingi sana kunguru anapoanza, labda hakuna kabisa mazoea ya kunguru kwenye mazingira yenu, akaanza tukuja kwako mara ile ghafla anapiga kelele ama tu anakaa tulia anasikiliza, wakati mwingine anaweza kaa anaashiria magonjwa, anaweza kaa analeta magonjwa ama analeta vitu fulani kwenye familia. Unakuta magomvi, maneno, vitu vinakuwa havieleweki kwenye mji ama kwenye nyumba. Na wakati mwingine huwa anatumikaga kama tunasema spy ama kama remote ya kusikiliza na kupeleka taarifa ama kuangalia kila kitu ambacho kinaendelea hapo nyumbani na kuwakilisha kule kuna kitu ambacho anawekewa ndani. Kwa hiyo anakuja kama mjumbe fulani. Kwa hiyo ni watu ambao wanajiingiza ndani, wanakuwa kama wajumbe fulani. Kwa hicho kitu unatakiwa kukizingatia sana. Lakini pia hata kwenye biashara, kwa hivyo pia hata kwenye biashara yako jitahidi kufuatilia. Kama wanakuja wanapiga kelele, wanafanya, angalia mazingira ya biashara yako. Kama ni safi, haina madampo, haina nini, jifikirie mara mbili. Fanya kusafisha eneo lako, hivyo uliweke safi, hautawaona tena wakitoa. Kitu kingine ambacho ni hatari sana, kama atakudondoshia kinyesi chake kwenye kichwa chako, kuwa makini sana. Jitahidi kujitakasa mwili wako haraka sana, kwa sababu baadhi ya watu wengi ambao tayari walishafanywa kitu kama hicho wamepata maradhi ya ajabu. Kuna mtu alishanitafuta niambia na matatizo yani hatembei, yani amepata matatizo kuanzia kwenye kichwa mpaka chini, anajisikia tu ni maumivu, mwili hana nguvu zile za kutembea. Nilijaribu kumuuliza chanzo, akaniambia tu alidondokewa hivyo, akaanza kujisikia mara kichwa, mara sijui miguu, mwisho wa siku akajikuta hawezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo nikabaini tu chanzo ndio hicho, kwa hiyo nikajua namna ya kumsaidia. Kwa hiyo jitahidi kujisafisha, jisafishe vizuri hata na chumvi ama
magadi, weka magadi kwenye maji, jisafishe vizuri, chukua mafuta kitunguu saumu mpaka mwili mzima, hivyo hata siku 7. Kwa kama kuna kitu kibaya chochote labda kilitumwa kupitia kunguru kitatoweka. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa kumshughulikia kunguru ama kumjua kunguru yupi mwema, yupi ni mzuri. Kama utakuwa umependezwa na ile darasa, kisha unabonyeza alama neno subscribe, una like, una comment, una share kwa watu wengine ambao unaona kabisa unatamani kujifunza madarasa haya.